Wakazi wa wadi ya Mbololo na Ngolia wanaendelea kutoa kero lao kuhusiana na uvamizi wa simba katika mashamba yao. Wengi wanalalamika kuwa mbuzi zao bomani zimeweza kuliwa na simba, jambo ambalo limewapelekea wao kuweza kupata hasara kubwa, kwani mbuzi ndio tegemeo kuu kwa wakazi wa Mbololo na Ngolia. Tumekita kambi katika eneo hili la Ngolia na wadi ya Mbololo. Sisi hapa wakazi wa Tausa tunasumbuliwa sana na wanyama wa pori, wamezidi. Kwa sasa tumesumbuliwa sana na simba. Simba anamaliza mali yetu tangu wiki iliyopita paka sasa, paka jana. Watu wa wildlife wanakuja, lakini hawezi fanya chochote wala hawezi shika huo mnyama anaitwa simba. Tukifika katika maeneo ya Tausa tumeweza kuarifiwa kwamba simba waliweza kuvamia kijiji kimoja masaa machache yaliyopita, yaani usiku wa kuamkia leo, jambo ambalo linaendelea kuzua hofu miongoni mwa wakulima wa eneo hili. Tumekuwa na simba hapa, na hawa simba si mmoja, walikuwa kadhaa na wameua mifugo wengi sana. Nafikiri kufikia sasa zinapita karibu zaidi ya 50. Watu wamepoteza ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Sasa simba hawa KWS wanakuja, wanafyetua vitu vyao, wanarudi. Usiku huo simba anavamia bongo fulani. Jana wamekuwa hapa juu. Hili inatia wasiwasi sasa. Imesemekana hawa simba wamepanda hii mlima ya Mbololo. Hii mlima ya Mbololo iko very cool. Pale kuna miti, kuna nyani, kuna tumbiri, na nasikia simba wanapenda sana hiyo. Sasa wakiingia huko juu hawatoki. Na juzi na jana wamelalia huko juu. Nasikia hawa simba ni karibu 4 na wako na watoto 6. Na wamepiga kambi hapa na hawajaenda mbali. Saa hii watu wakichunguza wamepanda hapa juu mlimani na wako hapa. Na safari hii ndio tumetatizika zaidi. Sasa simba wamekuja, wako nyumbani kwetu, wako mijini kwetu. Na nataka niwaambie hivi, simba hawa wameleta hasara sana. Kuna mkulima ameuawa mbuzi zake 20. Kuna mkulima namjua, ni mtu rafiki yangu wa karibu na anategemea mifugo, mbuzi zake 5. Na tena ninapata ripoti tena kuna wameanza hawa simba wakikosa mbuzi wanakula hata mbwa, wanakula hata mapunda. Na tulipotembea hadi eneo la Ndome, hali ilikuwa ni sawia, wito ukitolewa kwa shirika la kuhifadhi wanyamapori KWS kuweza kuingilia kati haraka na kuhakikisha kwamba simba ambao wako katika eneo hili wameweza kutolewa. Tunaomba serikali, KWS wachukue majukumu yao, watoe hawa wanyama mara moja. Sisi wataita, hatuna ile hamaki ya kuwa wanyamapori na hatuwezi kuwa wanyamapori. Lakini wakitaka tuwe, tunapambana nao tu. Lakini sisi hatuna hiyo tabia. Tungependa tu benefit kutoka kwa wanyamapori, tupate faida. Wakati KWS wanapata faida, na sisi tupate faida. Na sisi wakazi wa Tausa tunaomba serikali ingilie kati ili hii shida ya wanyama wa pori wanaotusumbua waishe. Serikali ikiingilia kati, hata sisi wananchi tutapata mwelekeo mzuri na tutapata faida za hawa wanyama. Tukiwa tunaishi na wanyamapori ikiwemo nyoka, nyoka ni tatizo sana huku. Na huku hata madawa ya nyoka kuyapata hospitali ni ngumu. So kwanza ingekuwa sasa KWS wahakikishe hospitali zetu ziko na madawa ya nyoka. Lakini la pili, warudishe sheria ya ulipaji mtu akiuliwa na nyoka, maana ilitolewa na wabunge wa Kenya. Kitu ambacho hakijaenda vizuri. Kwa hivyo KWS tunapenda ili shirika sana. Angalieni wanyama wenu, angalieni hata saa hii ndovu wanasumbua watu, chui wanasumbua watu. Lakini ile imetupa uoga saa hii. Tuko na wakulima wanatoka saa 10, saa 11 ya usiku. Tuko na watoto wa shule wanatoka saa 11, saa 12 wanaenda shuleni. Tuko na ndugu zetu wengine wanafanya kazi ya security, watchmen, wanamaliza kazi saa 11, saa 12 wanaenda nyumbani. Na hawa simba wako hapa wanarandaranda hapa. Watu wa KWS tunataka muwajibike. Watu wa KWS, madirectors ni marafiki zangu, nyinyi tunajuana. Muje Ngolia,
mulete nyumba ya kushika hizi simba, ama sisi wenyewe tutaketi ndugu na marafiki tuone hizi simba tutazishughulikia vipi. Kwa hivyo tunataka leo ama hata ikiwezekana kama mmechelewa usiku, mulete nyumba ya kushika hawa simba, muwarudishe pale mahali pao wanatakana kuishi. Sasa wito umetolewa kwa serikali kuingilia kati na shirika la wanyamapori KWS kuweza kudhibiti simba hawa ili wasiweze kumaliza kipato cha wakazi wa Mbololo na Ngolia. Kutoka maeneo ya Ndome, wadi ya Ngolia, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni Gabriel Mwakoma.